Ndugu zangu, kwa Waislamu na wasalimia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa Kristo tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa Tanzania wote, habari za saizi. Leo nimekuja tena tuzungumze kwa pamoja. Nimeona ni muhimu sana tuzungumze tena baada ya kuwa nimezungumza mara ya kwanza kwenye ile hotuba yangu tarehe 24 mwezi wa 5 2025. Leo nataka kuzungumza nanyi tena. Kwanza nitaanza na neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mithali ambacho kimeandikwa na Mfalme Suleiman bin Daud, au Wakristo tunamuita Mfalme Suleiman. Kwenye kitabu chake cha Mithali sura ya 14 kuanzia mstari wa 34 inasema, haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Nilipoongea nanyi tarehe 24 mwezi wa 5, nilipoanza hoja ya utekaji uliokuwa umezidi katika nchi, nilitoa takwimu iliyotoka TLS, Tanzania Law Society, ya watu waliokuwa wametekwa au kupotea, wengine kupatikana, wengine kuokotwa wamekufa. Na sasa ni almost miezi 5 baadaye, utekaji umeendelea, umekuwa wa kutisha sasa. Sasa sio utekaji tena, umekuwa uchukuaji au uvunaji. Imekuwa sasa ni kama mtu anavyochukua kuku kwenye banda la kuku, wakati wowote, saa yoyote, kwa namna yoyote. Mtu yoyote sasa anachukuliwa, si mwanafunzi, sio winga wa Kariakoo, sio padri, sio shehe, sio balozi. Mtu yoyote anaweza kuchukuliwa. Kwa utekaji umekuwa wa kutisha sana. Na mpaka sasa hivi, wakati nazungumza na nyie mara ya kwanza, nilisema wakati ule kulikuwa na watu 84 wale ambao walikuwa kwenye orodha ya watu wa TLS. Tangu wakati ule sasa hivi ni watu wengi, ambao zaidi ya 108 hivi, ambao ama wametekwa wakapatikana, ama wengine hawajapatikana kabisa. Na kauli zinazotoka kuhusu watu wanaotekwa ni kauli nyepesi sana kuzisikiliza. Ni kauli nyepesi ukilinganisha na uzito wa uhai wa mtu. Ndugu zangu, naomba tukubaliane, uhai ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu anatupa, na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kupoka uhai wa mtu, hayupo. Tupewa zawadi na Mungu kama ya uhai, tuitumie kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha kwanza inasema hivi: mamlaka ya nchi itakuwa mikononi mwa wananchi, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Hii ni kwa mujibu wa katiba hii, na itatumia madaraka hayo kwa niaba ya wananchi. Lakini ibara ya 8(1)(a) inasema, mamlaka na madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatatokana na wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunaona kumbe serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Maana yake kisima cha madaraka, the oasis of authority and power in the country, kinatoka kwa wananchi. Sasa kama wananchi hawa wanatekwa, ambao ndio chanzo cha mamlaka, maana yake ni hatari sana. Ndugu zangu, utekaji haukubaliki. Baada ya miezi 5 kuwa nimezungumza kuhusu sikubaliani na utekaji, narudia tena mara nyingine kwa nguvu kubwa kabisa, sikubaliani na utekaji. Kesho kutwa, wiki ijayo, sikubaliani na utekaji na kutoweka kwa watu bila utaratibu. Ndugu zangu, wananchi ndio wenye nchi. Narudia tena, wananchi ndio wenye nchi. Na ndio maana hata neno lenyewe wananchi ni wana wa nchi, ndio wenye nchi. Usipowasikiliza wananchi,
utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wakusikie. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo. Ndugu zangu, naomba mnisikilize kidogo. Mnakumbuka vizuri mimi nilipozungumza kuhusiana na jambo hili, nilijaribu na kupendekeza solution. Niliwaambia kwamba leo mnaanza kuona sasa. Niliwaambia kwamba shida ya nchi yetu ni kwamba wakuu wa vyombo wote, kwa maana ya mkuu wa jeshi la wananchi CDF, mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la uokoaji na wengine wote ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na huyu Mheshimiwa Rais pia ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Unaweza kuona mtiririko huo kwamba aliyewateua ni rais wa nchi, lakini huyo rais wa nchi pia ni mwenyekiti wa chama, lakini pia huyo rais wa nchi pia ni mgombea urais. Kwa hiyo kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, of course, unapoteuliwa unatakiwa kutimiza kazi zako sawa sawa na mujibu wa katiba. Lakini ni nani ambaye anaweza kupambana aliyemteua? Kwa kawaida, hata ningekuwa mimi, ungependa yule mtu aliyekuteua uishi naye vizuri, utumikie nchi, lakini kwa wakati huo huo na umsikilize. Kwa hiyo vyombo vyetu, nina hakika kabisa 100%, tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Nikupe mfano mzuri. Huwezi kuniambia eti polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa hatujui kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia eti jeshi la wananchi halina taarifa kabisa utekaji. Hapana. Wala jeshi la magereza, wala uhamiaji, wala jeshi la uokoaji. Lazima kuwe na taarifa. Kama mkikubali kwamba majeshi haya, vyombo vyetu havina taarifa, basi Tanzania si salama pa kuishi. Lakini mimi nafahamu competence. Kwa sehemu kidogo nafahamu competence ya viongozi wetu. Nafahamu. Unajua, kuna mambo mengine unaweza ukayasema tu, ni rahisi yakiwa kwa mtu mwingine. Akitekwa baba yako au mama yako au dada yako au mdogo wako, utafeel pinch. Ni hatari sana. Mimi siamini eti wakuu wetu wa vyombo hawajui kabisa watu wanakwenda wapi. Lakini nilipendekeza mimi nikasema kwamba ni muhimu sana vyombo hivi vipewe semi autonomy. Semi autonomy maana yake ni kwamba kuwe na kujitegemea fulani. Kwa sababu sasa hivi narudia tena yale yale. Mimi nilizungumza tatizo and I suggested solution. Nilizungumza tatizo na nikapendekeza ufumbuzi. Lakini mwanzoni mlikuwa mnaona kana kwamba huyu anaongea tu. Niliongea mapema sana miezi 5 iliyopita, tarehe 24 mwezi wa 5 2025. Nikapendekeza nikasema hivi: ili kukomesha huu utekaji ambao umeendelea kuwepo katika taifa letu, ni vizuri wakuu wa vyombo wote wawe na semi autonomy. Semi autonomy maana yake kwamba wawe na kujitegemea fulani. Nikasema kuwe na mamlaka ambayo Mheshimiwa Rais anaweza kumteua, kwa mfano DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anamteua. Mheshimiwa Rais kama ilivyo kawaida amteue mkuu wa jeshi la wananchi CDF.
Mheshimiwa Rais anaweza kumteua mkuu wa jeshi la polisi kama ilivyo na mkuu wa jeshi la magereza na mkuu wa jeshi la uhamiaji na mkuu wa jeshi la uokoaji. Lakini akitaka kuwatoa, kuwe na chombo kingine ambacho kinaangalia sababu za hawa kutolewa.